Haya ndugu zangu, ni nyumba nyingine hii hapa. Nyumba nzuri kubwa kabisa, iko eneo zuri. Majirani wamejaa kama unavyoona. Jirani huyo hapo, umeme na maji. Jirani kule, umeme na maji. Nasikia wanafunzi hapo. Huku hii ndo barabara ya mtaa, tuseme ndio hii hapa. Kwa hiyo unaweza kufika hapa nyumbani kwa kupita upande huu au upande wa huku. Nyumba ni hii hapa, kubwa kabisa kama unavyoona. Tayari ina magrill. Kwa hiyo hapo ni kuweka tu wavu kwa ajili ya mbu unahamia. Vingine unaendelea kumalizia taratibu. Kwa hiyo kuna jirani hapa, nguzo ya umeme hii hapa unayoiona. Jirani huyo hapo. Jirani huyo hapo na gari. Umeme na maji viko hapo. Jirani hapa. Kwa hiyo nyumba inakaa kwenye kiwanja chenye ukubwa wa mita 35 kwa 35. Kwa hiyo ni nyumba kubwa kwa mtu mwenye familia kubwa. Pia ina vyumba 4 vya kulala, yani vyumba single vya kawaida 3 na master 1. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna choo na bafu ambayo ni public, na hivi vyumba 3. Corridor kubwa sana kama unavyoiona hii hapa, na kuna mlinzi anakaa hapa. Kwa hiyo ni nyumba ambayo tayari kuna mtu anakaa anayoilinda kama unavyoona hapa, kishapiga wavu. Kwa hiyo anakaa. Kwa hiyo chumba cha kwanza ni hiki hapa ambacho mtu anakaa. Chumba cha pili ni hiki hapa unachokiona, na upande wa pili kule kwenye ule mlango unaoona, hiki hapa ni chumba cha 3. Kwa hiyo vyumba vya kawaida viko 3. Kwa hiyo jumla nyumba ina vyumba 4. Kwa hiyo master inaongezea chumba kingine. Kwa hiyo hapa kuna hii balcony ya kuingilia jikoni. Kwa hiyo hapa kuna jiko kubwa. Jiko hili hapa kama unavyoona. Kuna jiko hili, halafu mlango huu hapo unaoona unaenda store. Kuna store kubwa ambayo ni karibu chumba kidogo, store kubwa sana. Kwa store za kawaida tunazojenga nyumba za mjini hapa, hii ni mojawapo ya store kubwa kabisa ambayo pia unaweza kutumia kama chumba cha dharura, pia kama hutumii kama store. Kwa hiyo kiingia hapa kwenye hii balcony ya mbele, kwa nje hapa ndo kuna shimo kwa ajili ya choo, lakini kuna miti ya asili pia kwenye uwanja kama unavyoona. Kuna mwarobaini, na hiyo hata sijui majina yake mengine. Kuna mikorosho miwili mitatu hiyo hapo. Kwa hiyo kuna miti ya asili pia kwa ajili ya kivuli, lakini pia unaweza kuitumia. Kuna miembe hiyo hapo miwili na mkorosho mkubwa upande wa kule kama unavyoona. Kwa hiyo hapa tu blundering ndo haijapigwa. Kwa hiyo hapo kinani utamalizia blundering ili uweze kuweka board. Hili ni dirisha la kwenye corridor. Kwa hiyo corridor ni ndefu kutoka upande huu mpaka upande wa kule. Kwa hiyo hii ndio master. Master ni nzuri kabisa, ina view nzuri kama unavyoona. Kwa hiyo ukiwa chumbani unaweza kuona upande wa huku wa barabara, lakini pia unaweza kuona upande wa kule kupitia dirisha lile pale. Na ukiangalia hapa kuna choo yake hii hapa, hii master, na lile corridor ambalo hapa unaingia chumbani ni hili hapa. Na ukija kwa hapa kwenye balcony ya mbele kama unavyoona, ina nguzo 3. Kwa hiyo ni kubwa kabisa. Hapa unaweza kuweka mkeka na nini, sehemu ya kupumzika pia ni kubwa sana. Kwa hiyo mlango wa kuingilia sebuleni ni mkubwa kama unavyoona hapa. Ukiwa na pikipiki unaingia vizuri kabisa, mlango ni mkubwa. Na ukiangalia hapa kuna sebule. Hii sebule ni kubwa, na nyumba yote imeshapigwa rafu kama unavyoona chini, sakafu ishapigwa rafu. Kwa hiyo hapa ni sebule na pale ni dining kama unavyoona, na ni hizi za kuingilia dining. Kwa hiyo kama nilivyosema, blundering tu ndio bado, ili uweze kupiga bodi kwa ajili ya dari, lakini vinginevyo wiring ilishafanyika. Kama unavyoona ni kuweka tu nyaya na kuzifunga, lakini ishapigwa lip au plaster nje na ndani. Kwa hiyo tayari kuna hiyo nani. Chumba kingine kati ya vile nilivyosema ni hiki hapa. Kwa hiyo hiki ni chumba kikubwa kuliko cha upande wa kule kama unavyoona.
Hii na nia kuanzia hii kupiga blundering ilishapigwa, bado tu blundering yenyewe ili upige board. Na bomba la kuingiza maji tayari chooni, hilo hapo lilishawekwa. Na kuna beacon za kumaki eneo kama unavyoona hizi zilizowekwa. Ile pale imegongwa lakini ipo. Hapa nguzo ya TANESCO hiyo barabara, kuna miti hii hapo, kuna mwasho huu, kuna mwarobaini hapa mwingine, na mkorosho hapa mkubwa, muembe ule pale, na ile 140 mingine pale. Kwa hiyo pia pana kivuli na miti mizuri kwa ajili ya kupumzika, pia kwa ajili ya matumizi mengine. Halafu pia kuna jirani upande wa huku chini ana ukuta tayari unaoweka upande mmoja. Kwa hiyo kama unajenga ukuta, basi utajenga pande 3 tu, kwa sababu upande mmoja tayari una ukuta wa jirani hapo. Vinginevyo eneo ni kubwa. Hapa palipobaki unaweza kujenga nyumba nyingine ndogo, au ukatengeneza kuanzia mwanzo hadi mwisho zikakaa kama mtindo wa frame, au vyumba vya kupangisha. Pia eneo linaruhusu kwa sababu bado ni kubwa. Jirani mwingine huyo hapo, jirani mwingine anatengeneza hapo uwanja wake. Kwa hiyo ni eneo ambalo lipo vizuri na nyumba ipo vizuri. Jamani, karibuni sana. Hii ni ya kuhamia, haina mambo mengi, ni vitu vidogo tu vya kurekebisha, unahamia. Kwa hiyo na wewe kama una nyumba yako unauza, una shamba na mabanda ya mifugo unauza au kukodisha, karibu sana. Lakini kikubwa, ili usikose taarifa kama hizi, hakikisha una subscribe kwenye hii channel. Lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila tunapoweka ofa nyingine au video nyingine uweze kupata notification na kuona mapema. Kwa hiyo karibuni sana nyote. Nyumba hii hapa, ujanja ni kuwahi ili mambo mengine yaendelee. Asante sana kwa kutazama. Usisahau kusubscribe na Mungu akubariki sana.